Ikiwa leo ni Aprili 12 ya mwaka wa 2025, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu awaye yote, ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo tutaenda kuiangazia mada inayosema mafundisho yenye uzima. Tuombe. Haleluya, haleluya. Baba yetu na Mungu wetu uishi mahali pasiri juu mbinguni, watoto wako wa kiume na wa kike tunasema asante kwa uwepo wako maishani mwetu siku ya leo. Tunakushukuru kwa sababu ya nafasi ya pekee ambayo umetupatia watoto wako kujifunza neno lako. Tusaidie tunapojifunza neno hili tukapate uzima ulioko ndani yake. Enda nasi asubuhi ya leo, enda nasi katika shughuli zetu mbalimbali. Zaidi sana ukatembee na kila mtoto wako asubuhi hii, mchana wa leo na hata jioni tutakapopumzika tena. Ninakushukuru kwani utafanya hivyo na kuzidi katika jina la Yesu. Amina. Somo hili limejengeka katika kitabu cha waraka wa pili wa Paulo kwa Timotheo sura ile ya 4 ya 3 hadi ya 5. Neno la Mungu linasema, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiliza huduma yako. Mafundisho yenye uzima ni ukweli wa Biblia, ukweli ambao utahamasisha uchaji Mungu na uaminifu, ukiwathibitisha watu wa Mungu katika imani. Mafundisho yenye uzima yana maana kubwa kwa mpokeaji na ina maana kubwa pia kwa mwalimu, mhudumu wa haki, kwa maana popote Injili inapohubiriwa, kila mtendakazi bila kujali anakotolea huduma anakuwa mkweli au mdanganyifu kwenye wajibu wake kama mjumbe wa Bwana. Paulo aliandika, ni neno la kuaminiwa, kwa maana kama tukifa pamoja naye, tutaishi pamoja naye pia. Kama tukistahimili, tutamiliki pamoja naye. Kama tukimkana yeye, yeye naye atatukana sisi. Kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa, kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Wakumbushe mambo hayo, ukiwaonya machoni pa Mungu, wasiwe na mashindano ya maneno ambayo hayana faida, bali huwaharibu wasikiao. Timotheo wa pili sura ya 2 ya 11 hadi 14. Baadhi ya watu ambao katika siku za Paulo walisikiliza ukweli, waliibua maswali yasiyo na umuhimu wowote, wakiwasilisha mawazo na maoni ya wanadamu na kutafuta kugeuza mawazo ya mwalimu kutoka kwenye kweli kuu za Injili hadi katika mijadala ya nadharia zisizo muhimu na kusuluhisha mabishano yasiyo muhimu. Paulo alijua kwamba mtendakazi kwa ajili ya Mungu lazima awe na hekima ya kutosha ili kuona ubunifu wa adui na akatae kupotoshwa au kutolewa mstarini. Ubadilishwaji wa roho sharti uwe mzigo wa kazi yake. Lazima alihubiri neno la Mungu, lakini akiepuka mabishano. Watumishi wa Kristo leo wako kwenye hatari hiyo hiyo. Shetani anafanya kazi mara kwa mara ili kuelekeza akili katika njia zisizo sahihi, ili ukweli uweze kupoteza nguvu yake juu ya moyo. Watu wenye uwezo wamejitolea maisha yao yote ili kujifunza na kuomba katika kuchunguza maandiko, na bado kuna sehemu nyingi za Biblia ambazo hazijachunguzwa kikamilifu. Baadhi ya vifungu vya maandiko havitaeleweka kikamilifu hadi katika maisha yajayo Kristo atakapovieleza. Kuna mafumbo ya kufumbuliwa, kauli ambazo akili za binadamu haziwezi kuzioanisha, na adui atajaribu kuamsha mabishano juu ya mambo haya ambayo hayawezi kubaki bila kujadiliwa. Mfanyakazi wa kiroho aliyejitolea ataepuka kuleta tofauti ndogo za kinadharia na atatoa nguvu zake ili kutangaza kweli kuu zijaribuzo zinazopaswa kutolewa kwa ulimwengu.
Atawaelekeza watu kwenye kazi ya ukombozi, amri za Mungu, ujio wa Yesu Kristo unaokaribia, na itabainika kuwa katika masomo haya kuna chakula cha kutosha kwa mawazo. Gospel Workers, ukurasa wa 311 hadi 313. Hii ni Aprili 12, mada ikisema mafundisho yenye uzima. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.